Ninaomba nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambao amekupa wewe mgeni wetu rasmi afya ukaweza kufika hapa leo, pamoja na wajumbe wote ambao wako hapa na wafanyabiashara wote ambao wako hapa. Tumeweza kufika hapa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo ametujalia tukaweza kufika hapa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi na waziri wetu mkuu, ninapenda vile vile nimshukuru rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametuwekea mazingira mazuri ya kufanya biashara na ndio maana tuko hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikuwa Kigoma, tulikwambia tunapiga sana kodi kwenye mlango wa serikali kwa sababu mlango uko wazi. Kwa hiyo tunashukuru sana na tutaendelea kutupelekea salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba tunafanya kazi naye kwa karibu, kwa sababu tangia ameingia kwenye awamu ya 6 amekuwa akituangalia sana sisi wafanyabiashara na akituamini sisi wafanyabiashara na akiamini kwamba biashara na sekta binafsi ndio muhimili wa uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo tunaomba sana utupelekee salamu hizo kwake binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru vile vile kwa sababu ndio tumetoka bungeni na ndio mmemaliza bunge la bajeti, na sisi ni wadau wakubwa sana kwenye bunge la bajeti. Kwa hiyo bunge likianza, na si bahati nzuri TNCC tunashirikishwa kwenye task force mpaka mwisho. Kwa hiyo tunakushukuru sana wewe binafsi kama kiongozi mkuu wa serikali bungeni kwa namna ambavyo umesaidia kuhakikisha kwamba mazingira ya biashara na vikwazo vingi vya wafanyabiashara ambavyo vimeenda bungeni vimesikilizwa na serikali na hatua zimechukuliwa. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Ndugu mgeni rasmi, kwa haraka tu yameshaelezwa tayari, lakini TNCC ni taasisi kubwa kama ambavyo Dr. Wanga ameeleza, ameichambua. Ni taasisi kubwa hapa duniani, haiko Tanzania tu. Hii taasisi iko duniani kote. Sisi ni wanachama kama ilivyoeleza wa chemba ya kimataifa, International Chamber of Commerce. Vile vile ni wanachama wa International Federation of Chamber. Vile vile ni wanachama wa Pan Africa Chamber of Commerce, ambazo inajumuisha Chamber of Commerce za nchi zote za Afrika, ambazo ni nchi 54. Vile vile ni wanachama wa East Africa Chamber of Commerce. Kwa hiyo chemba yetu ni moja ya taasisi kongwe kabisa ya sekta binafsi hapa Tanzania. Nikisema tulivyotoka kwenye uchumi hodhi kuja kwenye uchumi wa soko, TNCC ambayo wakati ilikuwa ikiitwa TCCIA ndio taasisi ya kwanza kuundwa. Na taasisi hii haikuundwa tu hivi, imeundwa kwa serikali kutoa ushauri na kuambia wafanyabiashara tunataka muunde jukwaa la Kitanzania ambalo litasaidia kufanya engagement kati ya serikali na private sector. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi hiki kifupi tumefanya mageuzi makubwa sana hii miaka miwili ya sasa hivi. Tumefanya mageuzi makubwa sana na tumefanya engagement kubwa sana na serikali. Na mageuzi hayo ambayo tumeyafanya, mojawapo ni ya kurekebisha katiba yetu ambayo Mheshimiwa mgeni rasmi utakuja kuizindua leo hapa. Lingine ilikuwa kuangalia mpango wa dira ya taifa 2050, na sisi tumetengeneza mpango wetu wa miaka 5 bezi kwenye mpango wa dira ya taifa wa 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, bado kuna mabadiliko mengi sana ambayo tumeyafanya. Mojawapo kama navyoona sasa hivi tunatambulika kama TNCC, Tanzania National Chamber of Commerce. Kabla ya hapo, kabla mabadiliko haya ambayo tumeyafanya, tulikuwa tunatambulika kama Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Tuliona ni muhimu kubadilisha jina kwa sababu jina hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, lilikuwa ni jina ambalo limewekwa miaka 88, ambao uchumi wa Tanzania ulikuwa na base kwenye vitu vitatu ambao ilikuwa ni commerce, biashara, agriculture na industry. Sasa hivi ukiangalia, kuna watu wa mabenki yalikuwa ni serikali tu, sasa hivi wako private sector. Kuna watu wa logistics ambao hawakuwepo mwanzo. Kuna mambo ya ICT yako mbali sana. Kwa hiyo kuna vitu vingi, kuna mambo uvuvi, kuna mambo mengi. Kwa hiyo kuna watu wa madini. Kwa hiyo walikuwa wanakuja wafanya biashara wanasema
sasa mbona mimi sipo wa madini, mimi naingiaje kwenye chemba? Kwa hiyo tukaamua tuweke ili jina lilo broad ili wafanyabiashara wote waweze kuingia kwenye chemba, lakini tulifuata mfumo wa kimataifa ambao tunasema International Standard Industrial Classification. Huu ndio mfumo ambao hata uchumi wa dunia wote unapimwa. Mle ndani kuna section 21 ndio zote ambazo zinakuwa define sasa hivi kwenye commerce. Tunafanya kwa lengo la kurasimisha. Moja ya vitu ambavyo tumevifanya katika mabadiliko ya chemba ni kuongeza kipengele kwenye katiba yetu ambacho ni lengo lingine ambalo ni lengo la kushughulikia ujasiriamali na urasimishaji wa biashara. Sababu tumegundua kwamba changamoto kubwa sana ya informal sector ni kubwa sana. Ili tuweze kuongeza wigo wa kodi na kuwasaidia wafanyabiashara waingie kwenye formal sector, tumeamua kuingiza na lengo lingine kwamba sisi kama TNCC itakuwa jukumu letu kubwa kuhakikisha kwamba tunarasimisha biashara. Lingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kupanua wigo wa uongozi wa TNCC. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya hapo ukija kwenye bodi ya TNCC kulikuwa hakuna mwanamama hata mmoja. Ukija kwenye halmashauri kuu vile vile kulikuwa hamna mama hata mmoja. This time tumehakikisha kwamba tunaongeza wakina mama. Kwa hiyo kuna nafasi za wakina mama kuanzia level ya juu mpaka level ya wilaya, wanaingia automatically kwenye nani yetu. Lingine ni vijana. Tulikuwa kwenye bodi unakuta tuko watu wazima wote. Sasa hivi tulichokifanya kwamba kuna nafasi za vijana kuanzia kwenye level ya bodi mpaka level ya wilaya. Hizo ni automatic zipo. Na lingine ni watu wenye mahitaji maalum, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo watu wenye mahitaji maalum kuanzia kwenye bodi mpaka kwenye level ya wilaya, kwenye mikutano yote wanaingia. Lakini kwenye kufanya mabadiliko haya tulishirikisha sana serikali, hasa wizara yako wewe. Dr. Wanga anajua, alishiriki kwenye mijadala mingi sana ya kufanya marekebisho haya ili tuhakikishe kwamba katiba ambayo tunakuja nayo ni katiba ambayo inamshirikisha kila mtu. Kwa hiyo vile vile kwenye mikutano yetu, ili kuweka confidence ya kushirikiana kati ya sisi na serikali, ambao tunaamini sisi na serikali ni kitu kimoja, tunajenga nyumba moja, tumefanya kwamba katika bodi na katika mikoa, katika vikao vya chemba kutakuwa na ex officio kutoka serikalini. Huyo ex officio atakuwa ndio link. Kama ni mikoani tutamwandikia rasi, tunaomba ex officio ambaye ataingia kwenye kamati kuu ya chemba ya mkoa. Kwa hiyo akija pale anakuwa ni link kati ya chemba na serikali. Vile vile hivyo kwenye taifa au kwenye bodi tumehakikisha kwamba tuna include wajumbe kutoka serikalini ambao watatusaidia kuweka link ya serikali na TNCC. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulianzisha tena idara maalum ya vijana na maendeleo ya biashara, tunaita Youth and Enterprise Development Department. Hii ni specifically kwa ajili ya kuwapeleka vijana juu, kuwaingiza kwenye biashara mapema kabisa, ili tuwe na generation nyingine ambayo hawa walioko sasa hivi wakitoka tayari generation nyingine itakayochukua. Na vile vile tuhakikishe kwamba tunasaidia kuondoa changamoto ya ajira ili vijana waweze kujiajiri. Maanake department hii kazi yake kubwa itakuwa ni kuwasaidia vijana kuwajenga ili na wao wenyewe waweze kuingia kwenye shughuli za uzalishaji. Tumetengeneza Tanzania Chamber Portal ikiwa ni kutekeleza vile vile maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyatoa kwenye Baraza la Taifa la Biashara kwamba sasa mifumo lazima isomane. Kwa sisi kama private sector tumehakikisha tunatekeleza wajibu wetu kuhakikisha kwamba mifumo ya kwetu inasomana mifumo ya TRA. Sisi tusiwe ni kikwazo cha kuchelewesha shughuli za maendeleo ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hii Tanzania Chamber Portal kuna moduli 4 ambazo ziko mle ndani. Moduli ya kwanza ambayo iko mle ndani ni moduli ambayo inahusika na kusajili wanachama. Ya pili ni hii ya kutoa certificate of origin ambayo ndio kubwa kabisa, ambayo hii imeunganishwa moja kwa moja na mamlaka ya mapato.
upande wa custom, ambayo sasa itarahisisha mizigo ya Tanzania kwenda nje ya nchi na kutambuliwa sehemu yote duniani ambayo inakwenda. Na hili Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba kabisa, kwa sababu leo utakuja kuzindua hii hapa, kwamba sasa nchi kama nchi, consignment za Tanzania passport yake iwe ni certificate of origin. Maana yake mtu akipeleka mzigo wote, asije akapeleka mzigo ambao ni hafifu nchi nyingine alafu akasema ni wa Tanzania. Kwa hiyo passport ya mzigo itakuwa certificate of origin ambayo itatolewa na chemba. Kwa hiyo kila sehemu yote duniani itatambuliwa hivyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika moduli nyingine ni moduli hii ya tunasema non-tariff barrier. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya moduli ambayo inafanya ni ile ya non-tariff barrier kwa watu ambao wanaenda mipakani, maeneo mbalimbali. Kuna vikwazo vingine ambavyo sio vya kikodi, lakini ni vikwazo ambavyo watu wanashindwa cross border kufanya biashara upande mwingine. Hapa moduli yetu hii hapa, mtu akiwa kule mpakani kama Tunduma ataingia kwenye poto ya chemba, ataandika, ikishaandika kwenye poto ya chemba itaenda maeneo yote, kama ni halmashauri, kama ni TANROADS, kama ni wapi, wataona na tutawapelekea matatizo, atasolviwa haraka haraka, mfanya biashara ataendelea na shughuli zake. Mheshimiwa mgeni rasmi, moduli ya mwisho ni ya help desk, huduma kwa wateja. Hii huduma kwa wateja tutaitumia kwa mfanyabiashara yoyote aliyoko sehemu yote Tanzania, hata kama ni kwenye halmashauri, ana uwezo wa kuandika changamoto aliyokuwa nayo, ikaja chemba na sisi tukaenda tukaonana na wanaohusika sehemu yote serikalini, tukawapa matatizo yakatatuliwa na shughuli za uchumi zikaenda haraka haraka.